Makofi kwa ajili ya Mungu wetu. Hayo ni makofi ya kipaimara cha mwanao miaka 2. Makofi kwa ajili ya Mungu wetu. Yes. Hallelujah. Amen. Naitwa Prophetess Lily IPM na ni neema Mungu kutupa uhai siku ya leo tena. Wakati wengine walitamani kuona majira haya, saa kama hii, siku kama ya leo, hawajaweza, ila mimi na wewe tumeiona, basi ni kumshukuru Mungu, hatuna kingine cha kumlipa. Nina message kidogo kwa ajili ya maisha yako. Get ready to receive. Nasema kaa tayari kwa ajili ya kupokea. You may have your seat. Baba, asante kwa ajili ya wakati huu mwema. Asante kwa ajili ya neema ulionipa kusimama hapa mbele za watoto wako. Ninaomba kile unachotaka kusema nao kiende kikawe mbegu katika maisha yao, kikazae leo matunda na wakayaone. In the name of Jesus. Asante kwa sababu Roho wako atakuwa pamoja nasi mwanzo hata mwisho wa ibada hii. Amen. Amen. Wangapi wana imani kwamba Mungu ana jambo jipya kila siku kwenye maisha yao? Anasema kila siku Mungu ana jambo jipya kwenye maisha yetu. Hajawahi kuishiwa. Kama kuna kuishiwa sela, basi kwa Mungu hazijawahi kuisha. Kwa Mungu kila siku kuna jambo jipya. Yaani unaweza ukawa umesikia jambo jana kama linafanana fulani hivi, lakini leo akalipresent na likaja kwa namna nyingine ndani ya moyo wako. Huyo ndo anaitwa Mungu. Kwa hiyo wakati huu nina ujumbe mfupi kwa ajili ya maisha yako, na ninaamini kabisa utakwenda kukutoa sehemu moja na kukupeleka sehemu nyingine. Amen. Utakwenda kusoma kitabu cha Yohana Mtakatifu 5 sura ya kwanza kabisa, mstari ule wa kwanza kabisa. Maandiko yanasema hivi: baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Mstari wa pili: na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana bilika iitwayo Kiebrania Bethisadha, nayo ina aina ya matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. Mstari wa 4: kwa maana kuna wakati ambao malaika hushuka akaingia katika ile bilika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote. Glory to God. Uliokuwa umempata. Mstari wa 5: na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Hebu sema miaka 38. Hii miaka 38 huyu mtu alikuwa hafanyaji? Hawezi. Kama ni ugonjwa, basi aliteseka nao kwa miaka 38. Kama ni umaskini, basi aliteseka nao kwa miaka 38. Kama ni kukataliwa, alikataliwa kwa miaka 38. Kama ni fedhea, aliipata kwa miaka 38. Mstari wa 6 anasema: Yesu alipomwona huyo amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina wa kunitia bilikani maji
maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yaani hii inaitwa overtaking. Wakati yule mgonjwa alipokuwa katika sehemu ambayo anahitaji, anaamini kwamba pale atapata uponyaji, palikuwa pana watu wengi. Ukisoma kuanzia mstari wa kwanza, unaona anasema kwamba palikuwa pana wagonjwa mbalimbali. Kulikuwa kuna vipofu, kulikuwa kuna vilema, palikuwa pana viwete ambao hawatembei, wagonjwa wa aina mbalimbali. Katika hao wote wamekaa sehemu kama hii. Mfano hichi ni kisima na maji yako hapa, lakini haya maji yametulia kabisa. Katika huo wakati yalikuwa yametulia, hayashuki hivi. Yaani ukisikia yamefanya movement, basi ni tafsiri kwamba kuna malaika ameshuka mle, ametibua yale maji. Na wakati ametibua yale maji, ndani ya kutibuka kule pana uponyaji wa mtu. Na kwa sababu wengi walikuwa wamekizunguka kile kisima kwa ajili ya kuvizia wakati maji yatibuke, ili wao waweze kutumbukia, kuna huyu mgonjwa ambaye alikuwa ameumwa kwa miaka 38. Hakuwa na nguvu wala uwezo wa kufanyaje, wa kuingia katika hili birika. Anasema wakati ambao ilikuwa ikifika zamu yangu ya kuingia birikani, palikuwa pana mtu ananiwahi, anaingia kabla yangu. Kuna jikuta naendelea kuwa pale pale nikisubiri, labda ipo siku nitapata na mimi nguvu ya kuweza kutumbukia birikani. Lakini ilifika hatua ambayo yeye kama yeye, mawazo ya kwamba ipo siku atapata nguvu ya kuingia birikani ilipotea. Akabaki na wazo moja tu, kwamba nipate mtu angalau anayeweza kunichukua, kuniweka birikani. Ndo tumaini lake lilipokuwa limebaki, mtu aje atokee amweke birikani. Ikumbukwe wakati anatamani apate mtu amweke birikani, hapo pia huyo mtu naye anatamani maji yachemke, aingie, atokwe na hali alionayo inayomsumbua. Unaweza kuona kwamba huyu mtu inaweza kumchukua miaka mingi bila kupata msaada, kwa sababu anaotarajia wamsaidie na wao pia wanahitaji kwenda kwa ajili ya kupata kile ambacho yeye anakitaka. Katika birika ulilokaa, katika hali uliokaa, unayotarajia kwamba atatokea msamaria mwema sehemu akusaidie, na umeacha kabisa mawazo ya kwako mwenyewe kwamba I have to fight by myself mpaka nitoke kwenye hii hali. Umegeuza akili ya kwamba mimi nitamsubiri mjomba wangu mpaka anisaidie. Utavuka miaka 38 ambayo huyu alikaa. Wakati ambao unaona kabisa ni mwisho wa hali katika maisha yako ya kupitia, umefika mwisho, kiwango cha mwisho, kiwango ambacho hakuna tena namna, ndio wakati Mungu ambao anasema unataka Jumapili ya leo tarehe 23 nikufanyie nini? Katika mambo ya kimungu huwa hayahitaji porojo, huwa hayahitaji maneno, huwa yanahitaji imani. Imani hata ndogo. Aliulizwa akasema, mimi sina mtu wa kunitia birikani. Lakini swali la Yesu halikuwa linauliza unataka mtu akutie birikani au unataka leo ufanyiwe nini? Kwa sababu angesema anampa mtu, bado angempa. Lakini swala la uponyaji ilikuwa ni step nyingine tena. Kwa kilichokuwepo pale ni yeye tu kuweza kuwa tayari kwamba nahitaji kupona, nahitaji leo tarehe 23 mwezi wa 3, ile biashara ambayo naipambania
Mungu, nahitaji tu nijue namna gani naenda kuianza. Anasema kuna nyimbo fulani anaimba, sijui imekuwaje, sijui itatokeaje, sijui itafanyikaje, sijui itapita njia gani. Mimi ninachojua tu Mungu ana uwezo wa kufanya. What I know, God can do anything ambacho kimeonekana hakiwezekana. Ni ugonjwa gani ambao upo katika mwili wako? Ni hali umeteseka nayo miaka mingapi? Miaka mingapi? Miaka mingapi unakunywa dawa za kisukari? How many years? Miaka mingapi unakunywa dawa za HIV? How many years? Ni miaka mingapi unaishi katika ndoa ya machozi kila siku? How many years? Ni miaka mingapi ambayo unashindwa kujisimamia kama baba au kama mama katika familia yako? Miaka mingapi? Miaka mingapi unatamani kusomesha watoto lakini unashindwa, unahangaika hapo? Katika watu wa Mungu hatuamini katika kuchelewa. Hatuamini katika kuchelewa. Tunaamini katika wakati sahihi wa Mungu. Tunaamini katika wakati sahihi wa Mungu. No matter how long I have been waiting, it doesn't matter. The matter is, my God can do anything I want. Chochote ninachokihitaji Mungu wangu anaweza kufanya. Ni kweli nimesubiri muda mrefu, lakini ninashukuru Mungu kwa ajili ya huyu mama akasimama mbele na ameniambia miaka 38 kuna mtu alisubiri, lakini kuna siku akaponywa. Najua naweza kupona hata kwenye ndoa nilonayo. Ndoa ilonitesa naweza kupona. Kwa sababu ukiangalia ndoa yako hata miaka 20 haina. Kuna mtu alikuwa na miaka 38. Mungu anaweza kukuponya. Chochote ambacho hakiwezekani, Mungu anaweza kukuponya. Ukisoma huko aliendelea akasema mwisho akamwambia jitwike godoro lako na uende. Jitwike godoro lako na uende. Imagine mateso aliyopitia miaka yote. Watu walivyompiga overtaking miaka yote. Watu walikuwa wanamuovertake kwenye biashara. Akitaka kuanzisha biashara, watu wanamuovertake wanaanzisha. Imagine ile kazi aliyokuwa kila akiomba ikifikia tu kidogo kuna mtu ana overtake anaingia kwenye ile kazi. Imagine ile ndoa aliyokuwa kila akitaka kuingia kuna mtu ana overtake anaingia. Imagine vile ambavyo alikuwa anasafa, halafu neno dogo tu ambalo lina nguvu ndani yake. Nami ninakwambia leo ya kwamba kila kilichokuwa kimekuweka chini, kila kilichokuwa kimekuweka katika hali ya kudharauliwa, leo kitakuachilia kwa jina la Yesu. Kitakuachilia kwa jina la Yesu. Kitakuachilia kwa jina la Yesu. Utashangaa kabla tu ya hii ibada kuisha, kuna miguu ilikuwa haina nguvu, utaanza kusikia nguvu katika miguu yako. Oh, yes. Utashangaa kabla ya ibada hii kuisha, kuna namna ambavyo kuna biashara ulikuwa unaiwaza lakini hujui namna gani ya kuanza. Automatically kuna wazo litakuja jipya leo. I receive it. Kuna namna utawaza vile ambavyo Mungu ataanza kuweka mbegu mpya ndani yako. Oh, yes. Na hiyo mbegu itakwenda kuota kwa jina la Yesu. Oh, yes. We serve the living God. Tunamtumikia Mungu anaishi, ambaye yuko hai, ambaye anafanya vitu vikubwa. Hapa unaponiona, maisha yangu pekee ni ushuhuda. Ni ushuhuda mbele za Mungu na wanadamu ambao wananijua. Na katika huo ushuhuda, mwanzo sikuwahi kuamini
kwamba ipo siku nitakuwa mimi, jina langu litachange. Yaani leo badala ya kuniita tu wewe Lilian, kuna mtu anayejua kwamba sio mtu wa kawaida, ana kitu ndani yake, ataanza na Mama Lili, mama. Oh yes. Kuna mtu anayejua kwamba kuna kitu kabeba, atasema Prophetess Lili. Why? Maana Mungu anaweza kubadilisha vile ulivyoaminika, akakutransfer, kukuweka sehemu ambayo hata wewe kuna wakati unarudi nyuma unaangalia, ni mimi kweli au ni mimi au naota? Kuna ile heshima iliyopotea katika maisha yako. Kuna ule wakati heshima Mungu atairudisha, na huwa nikwambie tu, huwa hafanyi hata eti kwamba ni miaka atafanya. Yaani akisema leo anakubadilisha, anaweza fanya leo. Oh yes, I receive it. Kipindi cha nyuma wakati Rais hayati Magufuli kabla hajafariki, alienda, I don't know, it was sijui ni Tanga, I don't know where. Akiwa kule palikuwa na askari wa kawaida, akiwa kama askari. Lakini hiyo siku Mungu alikuwa ameweka mabadiliko ya jina la yule askari. Alivyo maliza ziara yake, alimuita yule askari, akambadilisha, akaita vijana ambao ni wakubwa pia, akasema mtoeni hizo nyota, halafu ongezeni nyota zingine, na kuanzia leo hata kuwa hivi, bali cheo chake kikapanda from nowhere. Oh yes. From nowhere, pale watu wakaanza kuanguka saluti. Yes. Huyo ndo Mungu ambaye anaweza kufanya jambo la kutransfer maisha yako kutoka katika kuombaomba, na ukaanza kuwa mwanamke ambaye unakopesha. Oh yes. Ukaanza kuwa mwanaume ambaye una kampuni. I receive it. Ukaanza kuwa mtu ambaye una vitu vyako. Yes. Ukaanza kuwa mtu ambaye unajenga nyumba za kupangisha. I receive it. We serve the living God. Oh yes. Kuna siku pia huwa napenda sana mitandao, nyenyewe mnaangaliaga tu vitu mnavipita, lakini huwa vina maana sana. Huwa vina maana sana. Unapoangalia, kiangalia kwa namna nyingine. Angalia vitu kwa Roho wa Mungu akufunulie. Anaongea nini kwa hichi nilichokiona? Wangapi mnamfahamu Joketi? Wote mnamjua, right? Joketi alikuwa ni binti wa kawaida, si ndio? Kama mabinti wengine ambavyo mnawaona, wapambanaji tu mjini kawaida, right? Lakini no matter what, kwamba alipita wapi, akaenda wapi, akafanyaje, ninachokiangalia ni njia Mungu anazozitumia mpaka kumbadilisha mtu jina. Njia Mungu anazozitumia mpaka kumweka mtu sehemu ambayo watu wengine hawakufikiria kwamba ataweza kukaa. Yes. Siku moja ambayo tulimuona kwanza Joketi haonekani. Hatumuoni kwenye mitandao. Hatuoni akijirusha. Alafu from nowhere tukaja kumuona. Kawa DC. Wapi? Kunaitwa wapi kule? Kisarawe. Na hiyo siku watu wanampigia saluti, wanampokea yeye mwenyewe, hata saluti namna ya kupiga hajui. Watu wanamsaluti yeye, yani haelewi kwamba tayari ni mkubwa. Kwa nini? Mungu anapotaka kukubadilisha, hataki kuangalia umesomea. Yes. Hataki kuangalia kwamba unastahili kwamba kwa muonekano. Hallelujah. Hataki kuangalia kwamba una uzoefu na hicho kitu. Yes. Hataki kuangalia kwamba watu watakuelewaje. Hataki kuangalia una umbo linaendana na ile position. Anachotaka ni kwamba na kutoa katika hali ulokuwepo. Yes. Na kuweka katika hali nyingine. Yes. Hiyo hali hakuna atakayepinga. Waliokuwa wakubwa, waliojihisi ni wakubwa, watakuangukia kwa saluti. Watakuangukia kwa saluti. Oh yes. Watakuangukia na kukwambia wewe ni mkubwa. Yes. Usijikatie tamaa. Usijikatie tamaa. Maskini wa mwisho duniani ni yule aliyelala kaburini. Masikini
anayetambulika ni maskini kuliko yeyote ambaye yuko kaburini. Lakini maskini unayemuona na ukamwita maskini, halafu anatembea, halafu anahema, halafu anaokota makopo, halafu yuko jalalani anaokota takataka, halafu yuko na toroli anavuta, watu wanaweka uchafu, anaenda kumwaga sehemu. Let me tell you something. Huyo mtu usimuite maskini. Huyo mtu anayeokota makopo usimuite maskini. Maana katika kuokota makopo aliko nako, katika kuokota makopo jalalani aliko nako, kuna mtu anaweza akawa alitupa kitu katika jalala, na hicho kitu kikamtoa kwenye uokota makopo, na akaenda kwa mtu mwingine katika maisha. Hakuna masikini anayeishi, hakuna masikini aliye hai. Hata wewe sio masikini. Wewe sio masikini. Amen. Ni jambo la muda tu. Ni jambo la muda tu. Amen. Nasema ni jambo la muda tu. Oh yes. Jambo la muda tu. Ndio. Ni jambo la wakati tu. Ndio. Wakati ukifika, anasema hivi, Hana, wakati ulipowadia. Sio kwamba baada ya kuomba sana, sawa aliomba, lakini katika maombi wakati wa Bwana ulipowajia, aliitwa mama. Amen. Wakati ulipowajia, utafungua kampuni yako. I receive. Wakati utakapowajia, utabeba mtoto wa tumbo lako. Napokea kwa jina la Yesu. Wakati utakapowajia, utaendesha gari ya ndoto yako. Napokea. Wakati utakapofikia, utajenga nyumba ya ndoto yako. Wakati utakapowadia, utavaa shela uliyotamani kuvaa. Wakati utakapowadia, kampuni uliyoiwaza muda mrefu utaifungua. Utaifungua. Receive in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Jesus name. This person alisema, kila nikitaka kufungua genge, kuna kitu kina overtake. Kitu gani? Kila nikikusanya akamtaje, mwanangu anaumwa. Kila nikikusanya mtaji, mama yangu anavunjika kijijini. Kila nikikusanya mtaji, mimi mwenyewe kuna jambo linatokea. Hizo ni overtaking. Overtaking ambazo zinatokea katika ulimwengu wa roho pasipo sisi kujua. Acha nikwambie kitu. Maisha yako unayoishi katika ulimwengu wa roho, kuna nguvu inayo-operate, inayojua leo unawaza nini, inayojua unataka kufanya nini. Kila mawazo tunayoyawaza, hakuna kitakachoingilia kati kuzuia baraka zetu. Oh yes. Hakuna kitu kitakacho tu overtake tena. Dio. Hakuna kitu kitakacho turudisha nyuma tena. Oh yes. We are moving forward. Dio. Nasema we are moving forward. Amen. Utakwenda kufanikiwa kuanzia sasa. I receive. Utakwenda kufanikiwa kuanzia sasa. I receive. Sema hivi, kila aliyeni overtake, kila aliyeni overtake, leo na muovertake mara 10 zaidi, mara 10 zaidi. Overtake biashara yako, overtake ndoa yako, overtake mipango yako, overtake kwa jina la Yesu. Kila kilichozuia, kila kilicho overtake leo hii katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, na overtake pia, na overtake mbia. Sitakaa nyuma tena, sitakaa nyuma tena, in the name of Jesus. Kila aliyeko overtake, ulikuwa katika ndoa akaku overtake akakaa yeye, aanze kufunga vilago wherever she is. Oh yes. Nasema afunge vilago popote pale alipo. Oh yes. Kuna ofisi ulikuwa unatamani kufanya kazi, kuna mtu ameku overtake. Hicho kiti kikawe cha moto kuanzia sasa. Amen. Hicho kiti kikawe cha moto kuanzia sasa. Ndio. Mwenyewe ataondoka na jina lako litaitwa. Amen. Kila kilichokuwa
wamekiovertake kwenye maisha yako, leo kinarejea kwako. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Shangilia Yesu kwa makofi.